Kongamano la awamu ya 10 la wanasayansi, watafiti, wasomi na hata wataalam kuhusu habari za jadi na chimbuko la mimea, wanyama na binadamu limeanza rasmi katika kaunti ya Nakuru. Ivan Sasiba yuko huko na sasa tunaungana naye mubashara kutoka Nakuru atuarifu mengi zaidi. Ivan Sasiba, usukani ni wako. Asante sana Nimrod, uliosema ni hakika kwamba hii ni siku ya kwanza ikiwa ni warsha ambayo imewaleta pamoja wanasayansi wote hasa kutoka kanda ya Afrika Mashariki, wote wakizungumzia swala nzima la chimbuko la mwanadamu. Pengine tu moja kwa moja nitakuwa nikizungumza nao wakiniwahusisha, watuambie pengine umuhimu wa warsha hii ni upi. Njoo tu hapa, pengine tusimamie tu hapa, ukianza kwa kujitambulisha, pengine tuambie, tunajua kwamba hii ni siku ya kwanza mmekuja hapa katika kaunti ya Nakuru mkiwa mataifa 6. Tuambie pengine umuhimu wa warsha hii. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Jackson Jao, ni profesa kutoka Tanzania, na hili kongamano linajumuisha wanasayansi wa mambo ya kale au zamadamu ambayo inaitwa the Eastern African Association of Paleanthropology and Paleontology. Kongamano hili litafanyika kuanzia leo hadi Jumatano. Tumekuwa tukifanya hili kongamano kila baada ya miaka miwili, na chama chetu hiki kilianzishwa miaka 20 iliyopita, na hii ni kongamano letu la 10 tangu kianzishwe Nairobi, Kenya mwaka 2007. Hebu pengine tuambie mataifa husika ni kama yepi na jukumu lenu ni lipi? Malengo ya siku hizi 4 ambazo mtakuwa hapa ni nini haswa mnatarajia pengine kufaulu au kutekeleza? Asili ya chama hiki kwanza ni mataifa tulianzisha hiki chama ni kwamba ni yale ambayo yanajulikana sana kwa chimbuko la zamadamu au asili ya binadamu, ambapo ni Kenya, Tanzania, Ethiopia, Uganda na maeneo ya Djibouti ndio tulivyoanza, ambayo yako katika ukanda wa bonde la Ufa. Haya ndio mataifa ambayo tunaita ni fossil hubs of early humans or cradle of humankind. Tupate sauti, pengine njoo tu hapa, weka pengine mwenyeji, tuzungumze na wewe tu kwa dakika moja, tuambie wewe kama Mkenya, wewe kama mmoja wa wale ambao kongamano hili ina umuhimu gani haswa, tukitarajia kwamba taifa hili niseme tu kwamba rais amekuwa na ile mpango wa kuhakikisha kwamba kaunti ya Turkana imeanzisha nafasi ya kutambulika kama ile ya wenye kujua chimbuko la mwanadamu. Asante sana. Jina langu ni Emmanuel Ndiema kutoka National Museums of Kenya. Hii kongamano inasaidia sana ili kuwezesha umuhimu wa Kenya kama taifa kuu ambayo kuendelesha hii paleosciences hapo nyuma, na ni muhimu tena katika kutoa nafasi kwa wale wanasayansi wachanga ili kukutana na wanasayansi wenzao wakongwe ili waweze kuendeleza kupata mafunzo na kuweza kuwapea malezi ya muhimu. Pengine kwa Mkenya wa kawaida tarajie nini umuhimu wa hapa nyinyi? Umuhimu hapa ni kutarajia ni kama Mkenya wa kawaida kuona vile tunaweza tumia hizi rasilimali zetu za kale, jinsi rais wetu amesema tuweze kutumia kuendeleza nchi zetu ya Kenya, na sana sana katika bonde la Turkana Basin. Asante. Haya basi, wawili hao wametuambia na kutupa kiufasaha yale ambayo tunatarajia katika warsha hii ya siku 4 ambayo imengwananga hii leo katika eneo hili la Elementaita, wote wakizungumza nasi na kutuambia umuhimu wake. Kutoka kaunti ya Nakuru tutakuwa tukielekea mapumziko, na tukirudi mwenzangu Nimrod atakuwa mwenye kuendeleza taarifa hizi. Mimi Evan Sasiba, twende mapumzikoni.